Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore apata pigo lingine, pigo kubwa zaidi ambalo halijawahi kutokea wakati katika kipindi alichoingia madarakani. Ni baada ya wanajeshi wake 200 kuuawa. Kundi moja la wanamgambo huko Afrika Magharibi lililo na mfungamano wa kundi la Al-Qaeda limesema limewaua wanajeshi 200 wa Burkina Faso katika kambi moja ya kijeshi wiki hii. Haya ni kwa mujibu wa kundi moja linalofuatilia harakati za mitandao za wanamgambo wa Kiislamu. Hapo jana kundi la Jamal Nusrat al-Islam wal Muslimin JNIM lilisema kwamba limewaua wanajeshi 60, ila leo hii limeongeza idadi hiyo. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha taarifa ya kundi hilo, nayo serikali ya Burkina Faso haikujibu ombi la shirika hilo la habari kutoa tamko kuhusiana na madai hayo. Ingawa hakujatolewa taarifa rasmi ya serikali, wakazi watatu wa mji wa kaskazini wa Djibo, mji uliovamiwa, wameambia shirika la habari la Reuters kuwa dazeni kadhaa za wanajeshi na raia wameuawa. Tangu kufanyika kwa tukio hilo, kundi la JNIM limefunga njia ya kuelekea katika kambi ya kijeshi ya Djibo. Rais huyo wa Burkina Faso Ibrahim Traore anakutana na changamoto nyingi, na moja kati ya changamoto ambazo wakati huu anakutana nazo ni pamoja na uwepo wa makundi ya kigaidi. Hata hivyo, wakati akiwa nchini Urusi, moja kati ya jambo muhimu ambalo alizungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin ni namna ya kupata msaada wa kuweza kupambana na makundi ya kigaidi. Rais huyo wa Burkina Faso, moja kati ya vijana wenye ushawishi mkubwa barani Afrika, amezungumza na rais huyo wa Urusi Vladimir Putin, na rais Putin amemhakikishia kwamba atampa idadi kadhaa ya wanajeshi ambao wataongeza idadi ya wale waliopo kwa ajili ya mapambano dhidi ya makundi hayo. Kwa mujibu wa Ibrahim Traore ni kwamba makundi hayo yametengenezwa na watu wa Magharibi, na ndio makundi ambayo yamekuwa yakipata silaha kutoka katika mataifa Magharibi, ikiwa ni pamoja na Ufaransa, na ndio sababu ya bwana Traore kuamua kuwafukuza Wafaransa katika nchi hiyo ya Burkina Faso. Lakini hata hivyo ameapa kupambana na makundi hayo, akisema lazima tuonyeshe njia na lazima tuonyeshe jeuri na uwezo wetu katika mapambano dhidi ya makundi ya kigaidi. Haitowezekana kuwepo kwa makundi ya kigaidi katika nchi ya Burkina Faso. Hata hivyo, Ibrahim Traore ni moja kati ya viongozi ambao wanakutana na misukosuko mingi licha ya kuwepo kwa makundi hayo ya kigaidi. Lakini pia katika siku za hivi karibuni rais huyo wa Burkina Faso chupu apinduliwe madarakani, lakini moja kati ya viongozi wa taifa hilo wamepambana kuhakikisha Ibrahim Traore anasalia madarakani. Hata hivyo, serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema ilizuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi huyo wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore, ambapo ilidai kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Kapteni Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba mwaka 2022, akimuondoa Kanali Paul Henri Damiba aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo. Traore akiwa na umri wa miaka 34 wakati huo, alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Alifanya mapinduzi na kuwa rais mdogo kuliko yote katika bara la Afrika. Tofauti na watangulizi wake, Traore amepokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu kubwa ya wananchi, hasa vijana walimuona kama mzalendo na mkombozi, akiahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa na kupongeza juhudi za kijeshi na kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.